Okay, hatimaye tuwazidi kusonga na mzigo bomba zaidi. Hii hapa ikiwa ni episode safi kabisa ya 3 katika SMB zaidi. Mzigo kumbuka na kwenda kwa jina la Monday Vazi. Hii hapa Sonde ya Falu DJ, Sonde babao katika kitasa. Kwa tala bintibu, tuendelee kusonga na burudani kibabe zaidi. Hii hapa katika episode ya 3B. Hebu tuanzie hapa. 약초가 얼마나 효능이 그만해. Okay. Basi binti baada ya kuzimishwa tu aliweza kuhifadhiwa katika eneo moja zaidi. Lakini sasa mkali baada ya kupata taarifa pia alikuwa anahitaji kufika sehemu ambayo wanaita Choja. Sehemu ambayo anagagaza kilazi kwa ajili ya kwenda kutoa msaada kwa binti. Lakini pia yule kipara kutana na mtu mmoja ambaye aleta ujumbe. Nadhani ujumbe ulikuwa asili sana. Lakini sasa upande wa pili kwa binti, rafiki yake Nagaji alikuwa anatafuta kitu ambacho kinasadikika kilikuwa ni muhimu sana binti aweze kupatiwa. Oi. Basi akiwa anatoka alikutana na mshikaji tu. Anasema nimesikia vitu vingi sana juu ya uvumi wa kwamba binti kwa saizi babake yuko katika shida sana. Basi kulikuwa na Black Ninja ambao walikuwa wanapita katika maeneo hapa. Ili sasa mzee mzima aliweza kukutana na wataalamu. 안녕하십니까. Anasema anafurahi sana kama ataweza kumpata Gajin na kumpatia kitu ambacho kinaonekana kina umuhimu sana kwa upande wake. Basi Charlie aliingia kwenye hiyo chemba. Anadai kwamba kuna nyoka ameweza kumuona. Kwa ni mbinu tu ya kuwazuga watu hao na kuweza kuingia ndani zaidi. Sasa binti anapewa taarifa na mzee mzima. Lakini sasa upande wa pili anasema gongo mpyo. Kwa sasa atakuwa anahitaji kumua binti. Lakini binti ndio silaha pekee ambayo inaweza ikiangamiza Goglio. Kwa sababu tulimtengeneza akiwa mdogo na katika njia ambazo tuliamini lazima atakuja kuwa msaada kwa upande wetu. Ni story ambako mzee sasa anajaribu kumsimulia binti namna ambavyo alipata nafasi ya kuweza kuwa naye na kwamba yeye sio babake mzazi. Lakini mzee alikuwa analia sana. Hata hivyo alimpatia bracelet moja ambayo ilikuwa ni kumbukumbu ya muhimu sana katika maisha ya binti, kwamba ingeweza kumpatia mwongozo tu wa kuweza kujitambua nani. Lakini ghafla Juba alikuwa anarudi. Sasa ilibidi aweze kutoka kwa haraka zaidi. Lakini mzee alimsitiza sana binti ya kwamba hakikisha anaondoka hapa na kwenda kutafuta wazazi wake, lakini pia ishi maisha ya furaha tu. Sasa kina Kipalando wanarudi huko ndani. Wengine wanakuta mzigo ni kwamba haupo. Lakini wataalamu watoka kwa upande wa pili wa chemba ambayo ilikuwa ni pango moja la siri. Sasa binti alimuuliza mtaalamu, wewe ni lini ambapo uligundua kwamba mimi ni muuaji? Sasa niligundua muda mrefu sana, lakini kwa sasa nachohitaji ni kusaidia maisha yako tu. Hilo swali nilitambua kitambo sana. Basi aliweza kutoka na binti nje ya lile eneo. Anasema kwa marafiki zako kwa kila ambacho amefanya kwa ajili ya kusaidia wewe. Lakini binti yeye Mgajini alikuwa anahitaji kwenda Capital City. Lakini sasa upande wa pili kwa mzee Juba Vipalawa aliingia huko. Walihisi lazima watu wanajua mchezo ambao umechezwa. Lakini pia majira usiku binti aliweza kuteta kidogo na mtaalamu ambaye anaitwa Dale. Anasema nimekuwa napata njozi ambazo kiukweli zinanifanya niumie sana. Anasema lakini kumbukumbu itaweza kurejea kwa siku moja. Huenda ikawa ni kesho, lakini pia kesho kutwa. Lakini kwa saizi itakiwa usubiri tu. Binti anachodai anahitaji aweze kufika Paris. Mzee mzima analeta taarifa kwamba binti alichokifanya ni kitu cha tofauti zaidi. Anasema basi kama utaweza, unaweza ukamua. Lakini kumbuka yeye bado ni memba wa kitengo chetu zaidi. Anasema kuna mtu mmoja ambaye anaweza akajua kumbukumbu yangu zaidi, kwa sababu alinitilia mashaka pindi ambapo niliingia mara ya kwanza katika jumba la kifalme. Lakini sasa pia naye Charlie kuna kitu ambacho anakisubiri kwa hamu sana. Alikuwa anafika mtu mmoja wa biashara ya uchoraji. Ni mtu ambaye alimpa kazi ya kwenda kuchora mchoro ambao ungempatia mwongozo wa binti. Anasema lakini mchoro huko sawa tu, ila shida ni kwamba kuna namna vitu vimeenda tofauti zaidi. Sasa akiwa anatoka anahitaji kuelekea kitengo kwa babake, waweza kumuona jamaa mmoja akamkumbuka mtu huyo. Lakini mtu aleta ujumbe mzito sana kwa mzee wake na Charlie. Hatujui ni ujumbe aina gani, lakini sasa ni ujumbe ambao mzee aliweza kupata kutoka kwa mkali ambaye anaitwa Gongo Pan. Anasema kwa sasa hali ya mfalme haiwezi kasimama na kuwa njema zaidi.
Basi tunaachana na uko Charlie kumfuatilia panya wake. Sasa mzee baada ya kushtukia aliweza kula winga kidogo. Basi bwana mdogo aliingia katika eneo moja hivi. Akiwa ametulia hapa alitupiwa kibanio akaweza kuzuia. Alikuwa ni binti mmoja mrembo sana. Anasema nilikuwa nakuzuia kwa sababu ya ambao ulikuwa unashika ni mbaya zaidi. Anasema sio juu ya hilo tu, lakini vipi juu ya kile ambacho nakitafuta? Na umewezaje kunitambua mimi? Anasema kwa wakati mwingine utakuja kupata majibu ya kile ambacho nakitafuta. Mimi naitwa I am Young. Ndio jina langu. Tunaweza tukaonana kwa wakati mwingine zaidi. Hiyo hapo katika episode ya 3B. Kumbuka mzigo unakwenda kwa jina la Moonlivazi. Na saundi ni ya Falu DJ. Sasa tukutane katika episode safi inayofuata kuendelea kupata burudani moja bomba zaidi. Ikiwa bam bam kamsamida. Wow. Anachoka wenu. Halo. 0686414059 ungana na sisi. 돌아가는 걸 확인해.